Waziri wa uwekezaji wa Marekani au kama vile wanamuita waziri wa hazina Scott Bessent, Jumatatu ya leo atatangaza vikwazo rasmi ambavyo vilizungumzwa wiki jana kuelekea Irani, vikwazo ambavyo Marekani kwa mujibu wao wamekusudia kabisa kwenda kuangusha uchumi wa Irani kabisa uanguke na kuilazimisha Teherani kusalimu amri. Ni Jumatatu ambapo huenda kabla ya kauli ya Bessent tukasikia kauli yoyote kutoka kwa Donald Trump. Mimi nimezungumza mapema kabla ya kauli yao. Sisi tuko mbele ya muda, wao wako nyuma yetu, lakini baadaye watakuja kutuambia hili limefikia wapi au kwa wakati gani. Baadhi ya vyombo vya habari vya Magharibi tangu mwisho wa wiki imejaribu kutuonyesha kuwa kuna kupoteza kiasi kikubwa kwa nguvu kwa Irani, yani hasa kuhusu udhibiti wa mfereji wa Hormuz. Wametuonyesha kuwa takriban meli nyingi zimepita kwa namba, wakati mwingine namba inapanda kuliko hata kuliko watu wa taarifa wenyewe. Unajua safari za majini au safari za kwenye bahari zina vyombo maalum ambavyo vinafuatilia, wakiwemo wale UKMTO. Hawa ni ufuatiliaji wa taarifa. Ni kama vile safari za ndege. Hamna safari ya ndege ambayo, safari nyingi za ndege ziko zinafuatiliwa, kwa hiyo wala huwezi kupewa tu story. Safari za ndege na meli si safari kama gari. Hakuna mtu anajua uko wapi, umetoka wapi, umeenda wapi. Lakini kwa watu wanaofanya biashara wanafahamu. Hata ukitaka kujua meli yako iliyobeba mzigo wako imefika wapi, unajua utaingia wapi, utatazama wapi na utagundua kuwa hii meli imetia nanga wapi au inaelekea wapi na karibia wapi. Kwa hiyo ni rahisi tu kugundua hivyo. Sawa sawa na safari za ndege tu. Ndege fulani ilitoka sehemu fulani, ndege fulani ikaenda sehemu fulani. Wafuatiliaji wa meli hawatupi kile ambacho tunaambiwa na vyombo vya habari, idadi ya meli ambazo zinaonekana kwa kiwango kikubwa zimerejea. Ukitazama taarifa inayoonyeshwa kuwa njia ya Oman inapitisha meli za kutosha, na ni kama vile Marekani amesharejesha udhibiti kamili wa Hormuz, na kile ambacho tunachoonyeshwa ni kuwa idadi kubwa ya mafuta tayari yanapita kwenye mlango wa Hormuz kwa njia ya Omani, ambayo inakadiriwa kuwa takriban pipa milioni 15 tayari zinapita, karibu 80% ya mafuta yanapita. Lakini ukweli huo hauakisi ukweli wa namba ambazo zinakuwepo sokoni. Sokoni kinakuwa kitu kingine kabisa kinatuambia, maanake kuwa ni taarifa ambazo zimetengenezwa sana. Unajua kilichopo kwenye hili ni kile ambacho huwa ninawaambia mara nyingi. Unapopigana na ulimwengu wa Magharibi, haupigani vita tu, wao wanapigana vita zote. Unaona sasa Marekani amebadili vita ya mabomu kuwa vita ya kiuchumi. Wao wanapigana kila kitu. Kwa hiyo ukija upande wa media, wao wanapigana hata kupitia vyombo vya habari kuwa ni sehemu ya mkakati wa vita yao. Ndio maana unaweza kuona kuwa wanaweza kukutengenezea taarifa yoyote ambayo unajua kabisa hii taarifa ina ukweli wote, na vyombo vingi vikaizungumza kwa kiwango kikubwa taarifa ya wao katika ile vita. Kwa hiyo ni sehemu ya vita, kwa hiyo wanaendelea kwenye vita yao. Bessent anasema kuwa vikwazo tunavyokwenda kuwawekea Irani havijawahi kushuhudiwa duniani na ulimwenguni kwa vyovyote vile, yani hakuna nchi imewahi kupitia kitu kama hicho. Irani kwa miongo kadhaa, kutoka kwa watawala, hasa kutoka kwa Bush kuja kwa Obama, kuja kwa nani, imeogelea kwenye vikwazo. Hata awamu ya kwanza ya Donald Trump ilikuwa ni awamu ngumu zaidi, naweza nikasema, kwa Irani, kwa sababu ndicho kipindi ambacho Marekani ilikuwa imejiondoa kwenye makubaliano mwaka 2018, na baada ya kujiondoa Trump alichokuwa akitafuta kwa Irani, alikuwa anataka makubaliano bora yatakayomzidi Barack Obama. Kwa hiyo wakati huo alipeleka pressure kubwa kwenye vikwazo vya Irani. Leo hii ukiwa ndani ya Irani, vikwazo sijui kitu gani utakigusa ambacho kuwa hakina sanction. Kila kitu, yani lifestyle yao yote imegongwa na sanction. Kwa hiyo unapozungumza vikwazo, wao si wageni sana wa hivyo vitu, huenda wanavijua sana kuzidi watu wengine. Lakini kile ambacho ulimwengu unajaribu kuaminishwa, na nimekizungumza mara kadhaa hapa, japokuwa wafia ushabiki huwa wanatuletea ushabiki wao. Wakati tulianza kuzungumza kuhusu kabla ya vita, ukipata muda, hebu pitia maandiko yangu hapa YouTube yako. Niko hapa miaka 2 iliyopita hapa ninazungumza haya ya mambo. Hebu jaribu kurudi kupitia maandiko ambayo tayari niliyazungumza, labda kuanzia mwezi Februari au kuanzia Januari, kabla ya mzozo uliokwenda mwisho wa Februari. Jaribu kupitia andiko moja moja, yale ambayo nilikuwa nikiyazungumza
yatatokea, yatafanya hivi, yatafanya hivi, ni mangapi ambayo yamejiri na mangapi hayakujiri. Kwa hiyo utaona kuwa hiki tulikizungumza kuanzia mapema. Kukwama kwa Marekani mimi nilikiainisha kuanzia mwanzo, kwa Marekani hawezi akafanikisha lolote, na atakwenda atafika sehemu atagonga, atashindwa kuamua chochote. Ndipo ambapo tunaishi hivi sasa. Nimekuwa nikirudia kwenye swala hili la vikwazo. Nimeuliza mara kadhaa nikawaambia kuwa kama harakati ya makombora, maanake Marekani alitupa tathmini kuwa ndege zake na meli zake katika kipindi cha siku 40 ukijumlisha siku 53, takriban ukijumlisha siku 13, jumla ya siku 53 imefanya mashambulizi imefanya mashambulizi, mabomu imerusha ndani ya Irani mara 1013, mara 1013, mashambulizi mara 1013. Marekani hamiliki chochote, yani hata kijieneo. Unajua Ukraine walikuwa ni dhaifu kwenye vita yao ya Urusi, lakini Ukraine waliwahi kujaribu, wakaingia kule Kursk, wakachukua eneo kubwa kabisa, karibu square kilomita 1000 na kitu waliingia. Sasa Marekani miezi 6 ndani ya Irani hamiliki hata nusu kilomita au robo kilomita ya ardhi, na si tu hapo, hayuko hata kwenye mpaka wowote wa karibu na Irani kusema kuwa vikosi viko sehemu ya pili alafu tunaweza tukajaribu tukajipenyeza tukaingia upande wa pili. Hayupo, yuko mbali. Hata blockade yake iliyo baharini haiko karibu na ghuba ya Uajemi, iko ghuba ya Arabia kule, ni mbali kabisa, yani hayupo karibu. Sasa mara 1013 mashambulizi ya mabomu, unaangalia result, matokeo, hauoni chochote. Kama hauoni chochote, unategemea nini kupata chochote kwenye vita ya kiuchumi? Leo hii unaileta vita ya kiuchumi kwenye nchi ambayo imejitosheleza. Irani ni mfano, naweza nikakupa mfano mwepesi ambao unaweza ukauelewa. Tuchukue kama sisi tulivyo, tunapakana na nchi kibao hapa, sawa, na tunamiliki bahari, lakini wewe unacho mention kwetu ni kuwa nahakikisha naenda kuweka vikwazo vya kiuchumi. Vikwazo vya kiuchumi kwa Irani. Vikwazo vipi? Unakusudia kwanza, kwa sababu sekta iliyolengwa sana ni sekta ya nishati, kuwa hakuna meli itaingia na kutoka kwenye hii bandari au kwenye hii nchi, meli itaingia na kutoka, sawa, na kwenda kuhakikisha majirani wote wa Irani watashirikiana na mimi kuhakikisha kuwa hili wanalitimiza. Mohsen Rezai ambaye alichaguliwa hivi karibuni kuwa bosi kwenye masuala ya usalama kule Irani, amesema kuambia nchi jirani kuwa nchi yoyote itakayochagua njia ya Marekani ya kutuminya sisi kuhakikisha kuwa wanafata kile ambacho wameagizwa na Marekani ili kuangusha uchumi wetu, itahesabika kuwa ni nchi adui yetu, na hiyo nchi hatutoiruhusu iende kwa vyovyote. Yani hatutoiruhusu kama sisi tulivyowekewa, na yenyewe haitoruhusu kwenye hili. Yani Iran walikuwa wanakusudia kusema kuwa pale Marekani atatekeleza vikwazo vyake kwa kuhakikisha kuwa anataka kuangusha uchumi wa Irani, wao wanasema kuwa hakuna lita moja wala kilo moja ya gesi ambayo itatoka eneo lote wale ghuba wale wote, anasema kuwa hakuna atakayeweza kutoa hata lita moja. Anasema kuwa wale wanaojaribu kusema kuwa wana njia mbadala za pembeni ambazo hazipiti Hormuz, kwa sababu watakuwa wameshirikiana na Marekani kwa ajili ya kutangamiza sisi, na wao tutawatangaza kuwa ni maadui zetu, basi hata wao hawawezi kutoa yote. Yani wanakusudia kuwa hata wao kama hupiti Hormuz, unakopita kokote, sisi tutahujumu ile biashara yako na haiwezi kutokea kwa namna yoyote. Yani kwa njia yoyote tutakuhujumu kama vile wewe umeamua kutuhujumu. Sasa nilizungumza last week nikamwambia kuwa njia nyepesi ya kuathiri uchumi wa Irani hasa kupitia nishati na kwingine ilikuwa ni njia ya China, ambayo China mara moja tayari walishajibu wakasema kuwa hatukubaliani na vikwazo ambavyo havina idhini ya Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo hatufati wala hatuvitambui vikwazo vya Marekani kwa Irani. Huyu ndio mnunuzi wa 80% ya mafuta ya Irani, kama kwa njia hiyo. Lakini nilikuwa nakusudia kukuambia kuwa Irani, nikikupa mfano wetu sisi, kuwa unaweza ukatuzuilia bidhaa kutoka nje, kutoka baharini, yani zisiingie kutoka huku, lakini usitegemee kama sisi nchi inaweza ikaanguka. Nchi kubwa, nchi hii inazalisha vitu pia vingi, tutapata uadimu wa vitu, yani vitu vitakuwa adimu, lakini haiwezi kupelekea serikali kuanguka. Vikwazo vya Marekani, mara kadhaa nawaambia kuwa hakuna nchi inaumiza kwa vikwazo kuzidi Marekani. Marekani ana vikwazo ambavyo vitakuumiza, kwa sababu mara nyingi vikwazo vya Marekani vinashabikiwa na washirika wake. Leo Marekani akikuwekea sanction yeye kwake,
vile vikwazo vyake automatically vinakwenda kwenye nchi hasa za Europe zote karibu, ambao ni washirika wa Marekani, lakini kuna baadhi ya nchi hata za Kiarabu itaingia. Qatar watakuwekea vikwazo, Dubai watakuwekea vikwazo, Kuwait, kote kule wewe unakuwa uko sehemu ya vikwazo vya Marekani. Sasa vikwazo vya Marekani always vinaumiza, na kama vikwazo vya Marekani vile vimeelekezwa upande wa Iran kwa miaka mingi, vimeathiri uchumi wa Iran, na ndio maana currency yao imekuwa dhaifu, fedha yao imekuwa dhaifu. Hata wiki iliyopita riali ya Iran iliporomoka sana, kusababisha maumivu na ugumu. Hilo litasababishwa, lakini hakuwezi kusababisha kuangusha serikali, hauwezi kusababisha kuangusha uchumi, kwa sababu hata kama Iran itafikia kuwa zero oil kutoa, yani wafanye zero, wasitoe chochote, yani katika nishati na kila kitu wasitoe, lakini bado wana uwezo wa kuishi kwa kutumia wao wenyewe ndani, bado. So ukijaribu kutathmini haraka haraka kile ambacho kinaainishwa na Marekani, kwa sababu lengo la Marekani katika yote mbinyo wa kiuchumi kupeleka kwa Irani na kuhakikisha Irani wanasalimu amri ni kuwaleta Irani kwenye meza ya mazungumzo. Wakati Donald Trump anayatangaza haya yote, tayari alikuwa ameshatangaza kushindwa kwa Irani, kwa jeshi lao, jeshi la anga, kila kitu amekwisha kitangaza kwa kimeshindwa. Lakini ajabu inakuja kuwa aliyeshindwa analazimishwa wazungumze, yani yule mshindi wa hilo yeye analazimisha azungumze na aliyemshinda, yani njoo tuzungumze. Sasa nilikuwa asubuhi pale UTV nikatoa mfano, nasema kuwa yani mnapigana mabondia, unajua mabondia wanapigana, bondia kaisha shinda kwa KO au nini, KO city KO, yani umeshampiga raundi ya 3 umemaliza, lakini unataka ushindi wako uthibitishwe na majaji kupitia pointi zao zilivyo. Sasa huu ushindi wako ni halali au ushindi upi? Kama tayari wewe una KO umeshamtwanga mtu, huna sababu ya kusubiri majaji. Ndio hiki ambacho ushindi wa Marekani. Donald Trump tayari anatutangazia kuwa yeye ameshinda na ameliangusha na kila kitu, anajivunia kwenye hilo, lakini wakati huu baada ya ushindi wake wote anawataka Irani kwenye meza waje wazungumze, wafanye makubaliano kuhusu swala la Hormuz. Kwa hiyo nilikuwa nakusudia kuambia kuwa siku ukisikia uchumi wa Irani kweli umekwenda kudondoka kabisa, yani Irani imeanguka kwa vikwazo vya Marekani na uchumi wake umedondoka na nchi kudondoka, basi hakika amini nakwambia kuwa kuna nchi hazitokuwepo kabisa. Acha Irani ambayo itakuwa inadondoka, kabla ya Irani ambayo unaweza kusema kuwa Irani ni mbuyu, kuna miti vidogo vidogo sana, yani vimiashoki na nini viko vimejaa pale, kuwa vile vitakuwa havipo. Huwezi kuniambia kuwa mpaka ifikie Irani imedondoka Qatar atakuwa yuko hai, au huwezi kuniambia kuwa uchumi wa Iran utapokuwa umemalizika Bahrain atakuwa bado amesimama. Huwezi kuniambia uchumi wa Iran utapokuja kudondoka Kuwait atakuwa bado amesimama kwa nafasi yake. Hawa wote watakuwa tayari walishazikwa siku nyingi, ndio Irani anaweza kuja kufika kudondoka kwake. Kwa hiyo hata hili swala la kugusa uchumi wa Irani kama nilivyowaambia linaweza tukacheza nalo wiki hii, alafu katikati ya wiki story ikabadilika ikaja kivingine tena kule, au nimewaambia hivi kuwa huenda kabla ya taarifa Scott Bessent tukasikia taarifa ya Donald Trump kuwa kuna mazungumzo yanaendelea, kwa sababu wakati wa tangazo hili usimuone kuwa mkuu wa majeshi wa Pakistan Asim Munir leo yuko Teherani, anakwenda Teherani. Usidhani kajituma. Yule Asim Munir nishawahi kuambia kuwa jeshi la Pakistan ni moja ya majeshi yaliyo karibu sana na Marekani, au naweza kusema kuwa ni jeshi kibaraka mno wa Marekani, yani liko karibu sana. Ndio maana wanasiasa wengi wa Pakistan, kama umeona Imran Khan kinachotokea, Imran Khan alipingana na Marekani, hakuwa anataka uwepo wa Marekani kwenye ardhi ya Pakistan, hata akazuia. Unajua, baada ya Pervez Musharraf kuondoka, Imran Khan alivyokuja alizuia kabisa mashambulizi yote ya Marekani, kwa sababu Marekani ilitumia Pakistan kuiangamiza Afghanistan kuanzia 2001. Ujio Imran Khan alikuwa hataki uwepo wa Marekani kwenye ardhi yake, kwa hiyo akawa ni mzalendo sana kwa kutaka Marekani asiwepo pale. Kilichotokea nini? Marekani akafanya anavyojua kuhakikisha kuwa anaondolewa madarakani, na hata yeye mara kadhaa amezungumza kuwa niliondolewa madarakani kwa sababu ya hujuma iliyotoka kwa Marekani kuja kwa wanasiasa wa ndani. Hii yote ni hiyo. Sasa Asim Munir anakwenda Teherani kwenda kuzungumza na watawala kule Teherani. Usidhani Asim Munir kajituma, yani kajifikiria akasema la, hebu niokoe kazi ya bosi hapa, inabidi niende huko. No, Asim Munir atakuwa na ujumbe maalum kabisa aliopewa na Marekani, nenda kamwambie hivi na hivi, tutampa ofa hii na hii, aje kwenye meza tuje tuzungumze. Kwa hiyo hili swala la anguko la uchumi ambao au vikwazo vya uchumi vilivyoelekezwa kwa Irani, hii vita
inaweza isidumu sana, kwa sababu tumekuwa na hili. Mnakumbuka mashambulizi ya siku 13 ya juzi juzi hapa yalikuwa ni aina hiyo hiyo, kwa tunaenda kuweka shinikizo la nguvu la kijeshi kusukuma mashambulizi kwa Irani mpaka Irani atasali, yani tunaipiga vigumu. Lakini nani, Brett Copas aliwaambia kuwa hatuoni majibu yoyote tunaweza tukayapata hata kama tukiendelea na operation hii ya anga, isipokuwa inatuumiza zaidi, kwa hiyo tuweke pembeni. Wakaamua kuweka hiyo blockade yao. Kwa hiyo ili blockade ya Marekani iweze kufanya kazi, pamoja na vikwazo ambavyo vimeelekezwa kwa Irani viweze kufanya kazi na kusababisha Irani kuanguka, yani uchumi wake kuanguka na serikali kusalimu amri, basi tuhakikishe kuwa tujiandae kwanza, tutazizika baadhi ya nchi kabla ya kuizika Irani kufikia hapo. Lakini sasa tunawezaje kufika hapo? Hili swala nimewahi kuambia kuwa hawa ni watu wawili ambao wanakwenda pamoja. Mmoja mfanyabiashara yuko tayari kupata hasara, mwingine ambaye anataka kufanya biashara bila kupata hasara yoyote. Hapa shida iko kuwa aliye mvumilivu kuwa ninaweza nikapata hasara na nitarudi kwenye biashara, lakini mwingine hawazi kupata hasara, anawaza kupata faida. Sidhani kama anaweza kusurvive kwenye hii vita. Irani yuko tayari kupoteza alichonacho, 100,000 yake yuko tayari kuipoteza. Upande wa pili hauko tayari kupoteza hata 10,000 au 20,000. Je, hao wanaweza kuendelea kubaki kusurvive kwenye hili? Kwa hiyo kwenye swala la Irani kuna drama nyingi sana ambazo zimeainishwa kwa pande zote. Ukiweka huku na huku kuna drama, lakini ukweli unabaki kuwa ukweli ni kile ambacho halisi unachokiona, kuwa hiki tunachokiona hivi sasa ndio ukweli wenyewe, na huu ndio ukweli. Tubaki hapo kwenye ukweli kuwa hili swala ni hadithi nyingine, kama tulivyozungumza kuanzia mwanzo kuwa hii vita itaenda kwama. Ndio hili swala la hesabu za kuangusha serikali ya Irani kupitia njia hii ya kiuchumi bado liko mbali sana. Leo hii ukitaka kupima kuwa serikali zinadondokaje au athari ya uchumi inakuwaje, jaribu kufuatilia taarifa zote zinazotokea Cuba. Marekani ameweka mzingiro kisiwa kizima, hakipokei chochote, yani kimefikia karibu kuanguka kwa kila kitu, lakini serikali ya Cuba haijasalimu amri kwa Marekani. Na ukitazama kile kinachoendelea kule leo hii, mfanyakazi Cuba analipwa dola 10-15 kwa mwezi, lakini serikali hakuna mafuta, hakuna umeme nchi nzima kwa muda mrefu. Nchi imefika kwenye kiwango cha hatari kabisa, lakini serikali ya Cuba haijajisalimisha kwa Marekani, na yote Marekani anataka serikali ile idondoke, ijisalimishe kwake na iwe inapokea maagizo kutoka kwake, lakini bado haijajisalimisha. Leo ukitazama kinachoendelea Cuba, ukitazama kinachoendelea Irani si tu kuwa labda ameyumba kiuchumi, labda kudondoka kwa sarafu na kila kitu, ukirudi mpaka tarehe 28 amegain zaidi, yani anashikilia kikubwa zaidi na ana nguvu zaidi na ana ushawishi mkubwa zaidi mbele ya meza za mazungumzo kuliko hapo awali. Kwa hiyo hesabu za Trump na washirika wake ni same hesabu ambazo alizifanya hapo awali, ambazo tulizungumza, ni hesabu ambazo hazina chaguo la pili na la tatu, yani kuwa tukikwama hapa tunakwenda wapi, hazina. Kwa hiyo tusubiri tena kusikia habari mpya ambayo itaandikwa kwenye mtandao wa Truth Social wa Donald Trump hapo baadaye. Ni kutakia kila la kheri, shukran sana na asante.